Mwanamuziki nguli wa country wa nchini Marekani Dolly Parton amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 80. Familia yake imethibitisha leo Agosti 25 mwaka 2026. Kifo chake kinafunga safari ya karibu miongo 6 ya mmoja wa wasanii waliokuwa na ushawishi mkubwa zaidi katika muziki na utamaduni wa Marekani. Parton alijijengea umaarufu duniani kutokana na sauti yake ya kipekee, uwezo mkubwa wa kuandika nyimbo na mwonekano wake uliotambulika kwa nywele nyingi za blonde na mavazi yake yenye kung'aa. Umaarufu wake ulivuka mipaka ya vizazi, maeneo na hata tofauti za kisiasa. Katika maisha yake ya muziki, aliandika maelfu ya nyimbo na kuacha kazi zilizokuwa maarufu duniani, zikiwemo Jolene, Coat of Many Colors na I Will Always Love You. Muziki wake uliuza zaidi ya nakala milioni 100 duniani na kufanya kuwa miongoni mwa wasanii wanawake waliouza muziki zaidi katika historia. Safari yake ilikuwa ya kipekee kutokana na mazingira aliyotoka. Dolly Rebecca Parton alizaliwa Januari 19 mwaka 1946 huko Tennessee, akiwa mmoja wa watoto 12 katika familia maskini. Alianza kuimba akiwa kanisani kwa mtoto, akajifunza kupiga gitaa na kufikia umri wa miaka 13 tayari alikuwa amepata nafasi ya kutumbuiza katika jukwaa maarufu la Grand Ole Opry mjini Nashville. Baada ya kumaliza shule, alihamia Nashville kufuatilia ndoto yake ya muziki. Ushirikiano wake na mwanamuziki Porter Wagoner ulimsaidia kupata umaarufu mkubwa kabla ya kujenga mafanikio yake kama msanii binafsi. Moja ya nyimbo zilizoweka alama kubwa katika historia yake ni I Will Always Love You, ambayo baadaye ilirekodiwa na Whitney Houston na kuwa moja ya nyimbo maarufu zaidi duniani. Parton pia alivuka kutoka country kwenda pop kupitia nyimbo kama 9 to 5 na ushirikiano wake na Ken Rogers katika Island in the Stream. Mbali na muziki, Parton alikuwa mwigizaji, mfanyabiashara na mfadhili mkubwa. Alianzisha Imagination Library, mpango uliotoa vitabu bure kwa watoto, ukichochewa na historia ya baba yake ambaye alipata shida kujifunza kusoma baada ya kuacha shule akiwa mdogo. Pia alikuwa nyuma ya Dollywood, eneo maarufu la burudani na utalii katika jimbo la Tennessee. Katika maisha yake, Parton alifanikiwa kuwa mtu aliyependwa na watu wenye mitazamo tofauti. Aliepuka kwa makusudi kujihusisha na siasa za vyama, akisema alikuwa na mashabiki katika pande zote na hakutaka siasa ziwe sehemu inayowagawa. Katika maisha binafsi, Dolly Parton alikuwa kwenye ndoa ya muda mrefu na Carl Thomas Dean, mwanaume aliyekutana naye Nashville mwaka 1964, siku moja tu baada ya Dolly kuhitimu shule ya sekondari. Wawili hao walifunga ndoa Mei 30 mwaka 1996 na waliendelea kuwa pamoja kwa karibu miaka 60 hadi Dean alipofariki March 3 mwaka 2025. Tofauti na Dolly aliyekuwa maarufu duniani, Dean alipendelea maisha faragha na mara chache sana alionekana kwenye matukio ya mkewe. Dolly aliwahi kusema kuwa mumewe alimuona akitumbuiza jukwani mara moja tu. Mwaka 2016 walirudia upya viapo vya ndoa yao, ikiwa ni sehemu ya kusherehekea miaka 50 ya ndoa. Dolly na Dean hawakuwahi kupata watoto. Dolly amewahi kuzungumzia maisha yake bila watoto kama jambo lililompa nafasi kubwa ya kujikita katika kazi, kusaidia familia yake na kuwafikia watoto wengi kupitia shughuli zake za kijamii. Pamoja na kutokuwa na watoto wao wenyewe, Dolly na Dean walisaidia kuwalea baadhi ya wadogo zake Dolly, kiasi kwamba wapwa zake walimuita Auntie Granny. Dolly pia alikuwa mama wa ubatizo wa mwanamuziki Miley Cyrus. Dean alipofariki mwaka 2025 akiwa na miaka 82, Dolly alipoteza mwenza aliyekuwa naye kwa zaidi ya nusu karne, ndoa ambayo licha umaarufu mkubwa wa Dolly iliishi kwa sehemu kubwa mbali na macho ya umma. Parton anaondoka akiwa ameshinda tuzo nyingi kubwa, ikiwemo Grammy na kuingizwa katika Country Music Hall of Fame na Rock and Roll Hall of Fame. Zaidi ya umaarufu wake, urithi wake unabaki katika uandishi wa nyimbo, muziki, biashara na shughuli za kusaidia jamii ambazo ziligusa maisha ya mamilioni ya watu.